Hebu niwaulize wapendwa, tuna damu ya Yesu, tunamiliki nini kwenye nchi? Tunamiliki nini kwenye mifumo ya nchi? Kila siku tunakomunika, tuna hiyo damu ambayo inaweza ikatengeneza jambo lolote. Tuna hiyo damu ambayo inaweza ikaingia kwenye mfumo wa aina yoyote. Tunamiliki nini kwenye familia zetu? Tunamiliki nini? Watoto wetu wanamiliki nini? Sasa angalia, Wakristo tumekuwa watumwa na vibarua. Wale ambao hawana damu ya Yesu ndo wana nguvu, maamuzi, biashara, uwezo na kila kitu kwenye nchi. Sisi ambao damu ya mwanakondoo ilinunua kila kitu, tuna nini? Kwa sababu kama damu ya Yesu ilimwagika na haufaidiki nayo, ina maana gani? Kama hii damu ya Yesu imemwagika kwa ajili ya familia yako na stiri familia yako imefungwa kwenye maeneo mbalimbali, hii damu ya Yesu inakusaidia nini? Kama hii damu ya Yesu imemwagika ili umiliki na haumiliki hata kipande cha ardhi, unamiliki nini? Manake uko kwenye mfumo wa kimisri, unafanya kazi lakini hakuna unachokimiliki.